الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jana hatukusoma kwenye kitabu al-Jawhar an-Naqi, tukataja baadhi ya faida au fawaidi zilizomo kwenye kitabu Sayyid al-Khatir cha al-Imam Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, faida ambazo zinatufaa sisi tulabul ilm kwenye safari yetu ya kusoma ilmu bil khusus na kwa maisha yetu kwa ujumla. Kihakika hasa kuwasoma wanawazuoni wakubwa waliotangulia na kusudia wanawazuoni wa Kiislamu ahli sunnah wal jamaa, kuna faida nyingi sana tunazozivuna kupitia maneno yao, kwa sababu wanazungumza kwa ilmu, wanazungumza kwa misingi madhubuti ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na kwamba sisi tulivyojengwa kilimwengu, yani watu wengi walivyojengwa kilimwengu, huwa wanaathirika na usomaji wa vitabu vinavyoandikwa na wengi katika makufar, wakachukua fikra kutoka kwao, miongozo kutoka kwao, wakawasifu, wengine wakaathirika nao na maneno yao, kama vile wanawazuoni wa Kiislamu hawakusema kitu. Huu ni mtihani mzito umewakumba baadhi ya Waislamu. Lau wangekuwa wanajua zile lulu zilizoko kwenye maktabati za Waislamu na kwenye vitabu vya Waislamu katika kila fani kwenye haya maisha, basi watu wote wangekimbilia kwenye maktabati za Kiislamu wakasoma ili wajifunze huko. Lakini hali iko namna hiyo, na hii inatokana na ujinga wa watu wengi waliojaribiwa nao na Allah aliyowaonja kwa mtihani huo kwa katika ujinga, na wao wenyewe wakaridhika katika hali hiyo. Lakini pia wakajiona wao ni werevu, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha wanayojua, basi wakatosheka nayo. Mtu akikaa kila akizungumza dalili yake na hoja yake, amesema Marx, amesema nani sijui, basi maneno ni hayo. Na wengine wengi tu, na watu pata kufanya bidii ya kusoma vitabu makubwa yaliyoandikwa na waandishi wa kikufar, yale yaliyoandikwa na ahli sunnah wal jamaa, maulama wa Kiislamu, mtu hana kitu. Kwa hiyo labda tukiyasoma maneno ya wanazuoni kama hivi, yatawazindusha baadhi ya watu wakarudi katika usawa na katika njia yao. Kwa la kumbe kwa ahli sunna au kwa Waislamu pia kuna maneno namna hii ya kutuongoza. Yapo tena mengi tu, haya tunayataja ni machache katika ambayo tuliyazungumzia jana, na nitapenda kuyarudia kwa faida. Wakati tukimsoma Ibn al-Jawzi, aliwatazama baadhi ya watu na tabia zao, ambao watu wenyewe ndio sisi, na hizi tabia ziko kwetu. Akasema, mimi nimeiona nafsi ilivyo, huwa ina tabia ya kutazama starehe za watu wenye mali,
waliopewa dunia. Nafsi zilivyo zinaona, nasema zinalia ngoa, zinaona choyo, utamani vya watu fulani, ana kitu fulani, mashaallah, anastarehe, kapata hiki kapata kile. Nafsi kawaida iko namna hiyo. Kimwona mtu kapita na gari zuri, au basi ndio amefanikiwa katika maisha. Mtu ana nyumba nzuri, mtu amepata cheo kizuri, ana miradi mbalimbali, mtu kaona mradi huu mradi ule, basi washafanikiwa bwana. Basi nafsi nayo huwa inatamani na kuwaonea wivu wale walionavyo na kuwaona kwamba wamefanikiwa kwa kutazama zile starehe za kilimwengu zilivyo. Lakini nafsi inasahau kaifa husilat, vipi mali na zile starehe zimepatikana. Haitaki kutazama upande huo. Kadhalika wala haitaki kutazama mitihani na misukosuko inaowakumba wenye starehe hizo, ima katika kupata starehe hizo na kupata mali hizo, namna walivyozichuma na namna wanavyozitumia, mitihani wanakabiliana nayo. Kuna watu hawalali shekhe kwa sababu kwa mali walizopewa, wanakwenda mbio kuhakikisha mali zao hazitawapotea. Na wengine vyumbani mwao hulala na maskrini pale, atazama dukani kuna nani kaingia pale, yeye kwa chumbani, atasema ndio mlinzi. Kwa chumbani kwake kaji skrini kubwa pale, atazama wafanyakazi wameingia wapi, mara kazinduka, wewe toka hapo. Yuko chumbani hapo, aogopa kuibiwa. Mbona hapo mmesimama? Yuko kitandani kwake hapo, lakini anafuatilia au kwenye simu. Siku hizi kwenye simu sasa taangalia hapa, umekuaje hapa, naibiwa hapa hivi. Ukiangalia zile tabu na dhiki unazozipata wale watu waliopewa, laiti ungejua usingetamani. Lakini wewe watazama upande mmoja. Waswahili wana maneno kwamba watazama kwa jicho la fundi saa. Lakini fundi saa anafumba jicho moja afu anatazama kwa jicho moja pale ili aone vizuri. Utazami kwa macho yako mawili wala utazami kwa moyo wako, kwa sababu moyo pia unatazama na unatafakari, unaleta jambo katika uhalisia. Baada ya macho kusawiri jambo na kulitazama, ulipeleka kwenye moyo, moyo unalichekecha na kulitazama kiundani zaidi. Sasa wewe hutazami kwa moyo wako, wewe utazama kwa macho yako tu, tena kwa jicho moja, kwa upande mmoja tu. Sasa kuna watu wanasema wako namna hiyo. Ndio maana akasema, na ubainifu wa hili, annaka in ra'aita sahiba imaratin wa sultanatin fata'ammadta ni'matahu wajadtaha mashubatan bidhulm. Ubainifu wa hili ni kwamba wewe utakapomtazama, ikiwa kama wewe utamtazama mtu aliyepewa uongozi, akapewa na mamlaka, lakini ukizingatia ile neema alionayo ya huo uongozi na hayo mamlaka, ukizingatia kwa ndani kabisa, utaona kwamba neema hiyo imechanganywa na dhulma ndani yake. Wewe hutaki kuitazama dhulma ile, wewe utazama uongozi tu. Haya, akaeleza katika jambo hili, lakini akawaelezea wafanya biashara. Nitakuwa nataja sehemu za vipande ili maneno yasirefuke sana, kwa sababu maneno ni marefu na mambo ni mengi. Lakini anasema pia, ukiwatazama, in ra'aita sahiba tijara, ukimtazama mtu mwenye biashara, ra'aita qad taqatta'a fil bilad, utamwona mtu amehangaika, amekata miji, amesafiri, amepasua mabonde, amepanda milima,
amesafiri kwenye majangwa, amesafiri baharini, amesafiri angani masaa, pata dharuba mbalimbali, kenda miji mbalimbali, achukua huku apeleka huku, achukua huku apeleka kule, na kuna dharuba nyingi amezipata kwenye utafutaji wake. Hakuweza kukipata alichokipata isipokuwa baada ya kuwa umri ushasogea na zile nyakati za starehe nazo zishaisha, kwamba sasa nimeamua kutulia, sasa nabadilisha biashara, sasa masala ya kusafiri kwenda kuchukua bidhaa huku kupeleka huku naacha, au masala ya kusimama dukani au kwenye mgahawa au kufanya, hapana, sasa hivi nahama na kwenda kwenye real estate. Sasa najenga apartment zangu, najenga hiki, nitajenga mafremu, mimi nitakuwa nachukua kodi tu, nimetulia. Hapo atakuwa tayari ule umri wa ladha na ushamtupa, umri wa starehe, mpaka afikie sehemu hiyo. Sasa ukichunguza utakuta umri wa starehe ushapita, tena kama hana maradhi. Lakini wengi hata ule umri wa starehe sasa anaingia akiwa na maradhi mazito, afana Allah wa iyyakum, kwa sababu ya stress, humum zile anazozibeba katika kutafuta dunia na ile mifumo ya kimaisha anakwenda nayo. Utakuta wengi sasa hata ule umri sasa wa kustarehe au wa kuenjoy maisha yake, sasa utamkuta ndio umri anaanza kutumia dawa, afana Allah wa iyyakum, kwa zile mbio anakwenda nazo, mbio tu, mawazo, hapati usingizi wa kutosha. Na hili ni balaa, hapati muda wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sababu kubwa zenye kuleta maradhi ni kuacha kumdhukuru Allah subhanahu. Hapati ule utaratibu unaotakiwa wa ladha ya maisha katika moyo wake aliotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika kula, katika kuzungumza, katika kila kitu, mpaka kija kizinduka ile wakati wa starehe umeisha, anaingia kwenye kipindi cha kujiuguza na uzee. Anasema ukiwatazama watu wa biashara wengi wako namna hiyo. Anasimulia, anasema, na hilo limepokewa kwamba kuna mtu mmoja katika watoto wa wafalme au watoto wa viongozi, Ibn Jauzi anasema, kama hukia anna rajulan min auladi ruasa kana hala shabibatihi faqiran. Inaelezewa, imepokewa kwamba mmoja katika watoto wa viongozi katika hali ya ujana wake alikuwa fakiri, maskini, hana kitu. Alipozeeka akafikia umri wa miaka 70 na kuendelea, falamma kabira istaghna, akaanza kupata utajiri, akamiliki mali nyingi, akanunua watumwa wa Kituruki na masuria wa kizungu. Kenda kanunua kaika masuria hapo, si halali wa mamalakat aymanukum, lakini kisha zeeka, na ndio kipindi sasa kapata mali, kapata utulivu. Sasa haangaiki tena kwamba sasa ngoja nitulie, hiyo ngoja nitulie kwamba sasa nitumie mali yangu, umri ushamtupa, ndio haja kuja kuzinduka. Na wengi wao ukiangalia hawapati muda wa kuisoma Qur'an na kuhitimisha Qur'an, kwamba asoma Qur'ani labda kila mwezi anahitimisha mara moja, hapati muda huo, busy bio, utapata muda wa sanga. Akija ukiupata huo muda kwamba sasa nitulie, mambo yasharibika. Ndio maana akasema katika maneno aliyosema huyo bwana, kama anavyonukuu al-Imam Ibn Jauzi, ma kuntu arjuhu id kuntu ibn 20 malaktuhu ba'da an jawaztu 70. Yale niliyokuwa nikiyatarajia kuyapata nikiwa mtoto wa umri wa miaka 20, nimekuja kuyamiliki baada ya kuvuka miaka 70, ndio nimekuja kupata. Wakawa wananizunguka mimi
vijana katika watoto wa Kituruki, mara warembo katika watoto wa kike wa Kirumi wenye kuvutia wanaofanana na mahuri al-ain, kama anavyosema wa khurradun min banati ar-rumi ratiqa yahkina bil husni hura al-jannati al-aina, wanaofanana na mahuri al-ain katika janna. Wanashika mimi, wananigusa kwa vidole vilivyokuwa laini, lakini kwa ule ulaini vinakaribia kufungwa. Yani unaweza kuchukua kidole kwa kifunga kama kamba hivi, kwa namna kilivyokuwa laini. Yakadu tuqadu min atrafiha lina, anaelezea ule uzuri wao. Yuridna ihya maytin la haraka bihi wa kayfa yuhyina maytan sara madfuna, wataka kumhuisha maiti ambaye hana tukutiko, hawezi kutukutika, kwisha habari yake. Vipi wataweza kumuhuisha mfu aliyekuwa kashazikwa? Wanamuuliza, qalu aninuka tula al-layli yushiruna fama alladhi tashtaki qultu 80. qalu aninuka tula al-layli yushiruna, ukawa wanamwambia kule kulia kwako wewe usiku kucha kuna tunyima usingizi, wewe waumwa na nini, washtakia nini? Asema mimi nashtakia umri wa miaka 80, ndio maradhi yangu. Kwa hakuna ninachoumwa, ni uzee tu. Asema hii ndio hali iliyo aghlab, fahadhihi alhalatu hiya alghaliba, hii ndio hali iliyokuwa aghlab, iliyokuwa imeenea kwa watu, kwa sababu mwanadamu siku zote anasema la yakadu yajtami'u lahu kullu ma yuhibbuhu illa 'inda qurbi rahilihi. Mtu mwanadamu alivyo huwa hayamkusanyikii yeye, hayamkusanyikii yale anayoyapenda isipokuwa akikaribia kuondoka kwake. Illa 'inda qurbi rahili, isipokuwa wakati wa kukaribia kuondoka, safari yake imekaribia, Allah amletea hiki, amletea hiki, watoto, mali, amkusanyia. Aghlabu iko namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mtu katika hali ya utoto huwa hajitambui yuko wapi, la yadri aina huwa hajitambui yeye yuko wapi, ataka nini, aenda tu maisha yake hayatulizana. Anaweza kufanya vitu vya ajabu kwa sababu ya utoto. Hata wewe pia ukijitafakari, kuna mambo umeyafanya kwenye utoto ya ajabu. Sasa ilikuwa nafanya nini pale, ilikuwa ndio nini? Lakini ule utoto. Sasa hivi hata ukiambiwa upewe pesa hawezi fanya. Kwa nini? Kwa sababu tayari akili yako imekamilika. Kwa ile jununu asiba, wazimu wa utoto, na jununu shabab unamfanya mtu kuikoresi, hajui anachokitaka. Kwa pale hana starehe. Na ndio maana mpe mtu mzima gari mwenye masuhulia na majukumu, na mpe kijana mdogo gari tofauti, namna wanavyoendesha magari, vurugu tu. Mpe pikipiki hivyo hivyo, mpe basikeli, kila kitu kwa kieni vurugu, kwa sababu akili yake haijatulizana. Kwa hiyo hawezi kufanya tadbiri ya mambo na kuyapeleka mambo vizuri. Ndio maana akasema fasabwatu mani'atun min fahmi at-tadbiri fil iltidhaz. Utoto ni kizuizi kinachomzuia mtu kufahamu mipango na mpangilio wa kupata starehe. Ule utoto wake, ule umri wewe usiuhisabu kwenye maisha ya dunia, unakwenda bure. Lakini muwaffaq ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia, akampata mtu akamuongoza, akaongoka katika kujenga mustakbali wake katika utoto. Lakini kistarehe hasa hakuna starehe, hakuna starehe. Kadhalika katika hali ya ujana mambo yako namna hiyo hiyo, na mtu mara nyingi atafikiria kutaka kuoa, kufanya hivi. Akishaoa watoto wamekuja. Tumeeleza adha, watoto wana faida, wana raha, lakini pia wana adha zao, sio? Watakiwa kuangaliwa, watakiwa kutazamwa. Hakuna atakayekulelea mtoto wako, sio? Maadamu uko hai. Sasa ndio umechuma, umepata hiki, umepata kile, umepata kile, umeoa, vitoto hivi vimekuja.
mara ikichaumwa huarisha, yule ana UTI sijui ana hiki, ulali usiku hawaijawahi kutokea. Kwa mtoto mbembeleze, walia huyo mbembeleze, sasa ndio babake. Wewe wasinzia, mtoto alia, ndio maisha yalivyo. Umeingia katika ndoa, lakini waona sasa ni majukumu haya, na ni kweli majukumu yako. Kwa hiyo mtu anapoingia katika masuhulia tayari kuna mambo anakutana nayo. Hivyo vitu huwezi kumkabidhi mtu mwingine, ni wewe, kwa sababu mtoto atahitaji hanana al-ubuwa, al-umuma, atahitaji huruma, upole na kadha na mambo mbalimbali. Tayib, kisha akaeleza, alafu huyu aliyepewa mali huwa ana hofu kwenye mali yake. Huyo usifanye biashara, Allah ameshakupa, unamtaji, unatakiwa uukuze, ushaweka malengo yako, nitatoka hapa, nitakwenda pale, nitakwenda hapa, mpaka ikifika muda fulani nitakuwa nimepata kitu fulani, nitafanya hiki. Na kile unavyozidi waona bado. Kwa hiyo waogopa wewe kufilisika, mara unasikia mtaji umekata, waliogopa hilo. Waogopa kufisidika kwa biashara yako, kwa biashara itaharibika, waogopa kuibiwa wewe, waogopa mambo. Kuna mambo mengi ya kufanya wewe uogope, usiingie kwenye madeni. Kwa mtu anakuwa ni khaif, na siku zote anakuwa ana mahesabu na kuwafanyia mahesabu wale wanaoamiliana nao. Ukifanya israfu utalaumiwa, ukifanya ubakhili utalaumiwa. Madhmumun in asrafa wa in qattar. Kibaya zaidi ukishakuwa na mali, hata wale watoto wako sasa wanangojea ufe, wanakupigia mahesabu. Hivi mathalan mzee kama akianguka leo tutarithi nini sisi? Akaa pale apige mahesabu, bado acha mzee achume kwanza, sawa? Au hiki kimetosha, aondoke tu, tugawane mali zetu. Naona kama kwa sababu amekaa subiri mtaji tuke kwako ufe, watu wagawane. Anasema waladuhu yarsudu mauta, mtoto wake anangojea kifo chake. Wewe waomba mtoto wako akuwe apate hivi, Allah muhifadhi, lakini yeye anakufikiria wewe ufe. Au mje afikirie wazee wenu wako, wanafikiria kwa sababu mzee ana mali. Kama maskini sawa, lakini mzee ana mali nyingi, tunaona watumia, tutamaliza huyo mzee, aondoke tu, atuachie sisi. Naona gawa tu, kapa viwanja hawa, kapa nyumba yule, si mara hivi, mara kaoa kule, mara kamandikia yule mwana. Sasa mzee sitamaliza mali, ngoja afi. Wewe watamania mauti kwa mzee wako kwa sababu ile mali tu. Basi na hivyo hivyo na watoto wako, na kama una mali na washajua nini mali, wanatamani wewe ufe ili warithi mali zao wachukue. Na mara nyingi sana mali za kurithi za namna hiyo hazina baraka. Mtu mmoja aliweza kusimamia kampuni yake ikaenda vizuri kabisa, biashara yake ikaenda vizuri sana, lakini watoto 11 20 wakashindwa kukiendesha kile walichokisimamia. Wakiingia tu siku moja, siku ya pili tayari mtaji umekata. Abuka lana ghaifun kunna naishu bisaybihi wa anta jaradun la tubqi wala tadhar. Ndio yule mshairi mmoja asema, baba yako alikuwa ni mvua, sisi tunaishi katika mafuriko yake. Mvua ikinyesha tutachota maji, tutapanda mimea, tutapanda mazao. Wa anta jaradun, lakini wewe ni nzige, la tubqi wala tadhar, hubakishi kitu wala husazi, vyote wamaliza wewe. Kwa utakuta mali imeisha. Nimekwenda wapi ile magari yote? Watu waulizana, je, zile nyumba waliuza? Magari yote mabovu yameharibika, wameuza scraper. Unaona kila kitu kimeharibika. Mifugo ng'ombe wote walichinjwa, au ng'ombe waliuzwa au walikufa, lakini watamani ufe ili watu wagawane, wakaanzisha mamlaka zao nyingine mpya. Na mjakazi wake au mke wake haridhiki na ile shakhsia yake, lakini iko pale angojea tu kwamba hili ni ilji au uluj. Haina haja kutaja, lakini
hili life tu, tutakaa alafu tutagawana mali zetu, tutapata thumni. Si kwamba yuko pale mahaba na kupenda haya lishapita, mambo ya zamani au ya kale. Sasa hivi watu wanasubiriana ili warithi. Kwa yasema fa iyyaka an tandhura ila surati na'imihim, tahadhari kutazama sura na picha ile ya dhahiri ya neema zao, kwa sababu wewe unaiona nzuri kwa sababu ya kuwa uko mbali nayo tu. Fa innaka tastatibuhu li bu'dihi anka, hujui yaliyomo ndani, zile hali zao watu wanazoishi. Pengine wewe unaishi kwenye kibanda cha udongo kilichoezekwa kwa nyasi au kwa makuti ya mnazi, uko katika usingizi mzuri zaidi kuliko yeye anika kwenye al-qasr al-munif, halali usiku, hana raha, ana mawazo chungu nzima. Pengine wewe unakula kisra min al-khubz, kipande cha mkate kikavu, hakuna idamu, hakuna kitoweo, hakuna mchuzi, ukao uko katika hali ya furaha kuliko yeye anakula marosti na vitu vingine. Ala kwa masharti, akila tu hivi mara utaanza kuchimua hapo kama fuso, press sukari iko juu, pressure imepanda nini. Sasa wewe utatamani vipi neema ya ule? Hii ni mitihani Allah wapa. Kwa nini wewe utamani wivu yule, hujui kinachomsibu kule ndani, na wewe upewe kama alivyopewa wewe? Tukupe pesa, tukupe hivi, lakini ukose hiki vitajwa vile anavyovikosa yeye na yale yanomsibu katika maafa, utakubali? Khudh ma lahu wa ma alayhi, kubali kuchukua alivyonavyo yeye na vile vilivyo dhidi yake pia vichukue. Kama wana wivu, usitaki khairi tu au mambo mazuri tu. Sasa nafsi huwa zinatazama mambo namna hiyo, lakini wasallallahu min fadlihi, watu takiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hili jambo katika suratul Qasas wakati alikimzungumzia Qarun kwamba inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Qarun alikuwa ni katika watu wa Musa, yani katika familia ya Musa na jamaa zake katika bani Israila, akawafanyia dhulma, akawafanyia jeuri wale wenzake. Wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa, na tulimpa sisi katika hazina za mali kiasi ambacho funguo za hizo hazina alizonazo za mali alizopewa, ile hazina alionayo, funguo zake zinawatopea kikundi cha watu wenye nguvu. Bebeni zifunguo za kufungua magodauni ya almasi na dhahabu, basi kama ni watu 20-30 wanabeba kwa tabu funguo. Wewe magodauni yako mangapi? Sio maharage na mahindi ya kunuz. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Lakini jamaa zake Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba jamaa zake walimnasihi, idh qala lahu qaumuhu la tafrah, kumbuka wakati jamaa zake walipomwambia usitakabbar, usifanye kiburi, usifurahi, yani furaha ya kiburi. inna Allaha la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. زودت النصيحة. قال إنما أوتيته على علم عندي, akasema haya yote, mali zote hizi nimepewa kwa ile elimu nilionayo, mimi mtaalam. Unafikiri unapewa watu tu? awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jamaa. Kwani hajui huyu Qaruni kwamba Allah alikwisha waangamiza waliokuwa kabla yake katika watu wa karne zilizopita, waliokuwa wana nguvu zaidi kuliko yeye na waliokusanya mali nyingi kuliko yeye? Hapa aya inaonyesha kwamba kuna watu walimtangulia Qarun walikuwa wana mali nyingi zaidi kuliko yeye. Hakutaja Allah ni kina nani,
lakini huyu alipewa katika mali ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa, kiasi ambacho funguo zake zinawaelemea, funguo za kwenda kufungua hazina za mali zake zinawaelemea watu, kikundi cha watu wenye nguvu. Lakini kuna watu hivi ajui kwamba kuna watu waliomtangulia waliokuwa na nguvu zaidi kuliko yeye na waliokusanya mali nyingi kuliko yeye, kwani hajui Qarun? Wala yusalu an dhunubihim almujrimun. Sasa mahali shahidi inakuja hapa, fa kharaja ala qaumihi fi zinati, alitoka kwa jamaa zake akiwa katika lile pambo lake na fakhri yake, kavaa vizuri yeye na watu wake, hawashi wake wale wapambe na watu wake, kundi la watu wake na vipando vyao, wanyama wazuri, mafarasi, almawkibul ha'il, msafara wa ajabu kabisa uliosheheni kila aina ya fakhri. Akatoka kwa jamaa zake fi zinati. Sasa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Akasema wale wanayataka maisha ya kilimwengu, yani wao fikra zao na mwelekeo wao ni dunia tu, wale watu wa kidunia wale ambao hawajali wewe mali umepata vipi. Kwa hiyo wakasema wale ambao wanayataka maisha ya kilimwengu, tutamani sisi tungeyapata mfano wa yale aliyopewa Qarun. Kwa hakika Qarun ni mwenye bahati kubwa sana, ya laita lana, tutamani na sisi tungepata mithla ma utiya Qarun, tungepata mfano wa yale aliyopewa Qarun, innahu ladhu hadhin adhim. Hakika Qarun ana bahati kubwa. Mwenzetu kajaliwa akapewa, mtu watamani kuona ndivyo walivyo wanadamu, sio kama anavyoeleza Ibn Jawzi. Lakini tofauti na watu walipewa ilmu na wanaoyatafakari mambo kwa moyo, wanatazama mambo kwa nyoyo zao, wakayatafakari wakayachakata vizuri, nao ni watu wenye ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wailakum, wale waliopewa ilmu kwa wanawaambia wenzao ole wenu nyinyi, thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan, malipo na thawabu za Allah ndio bora zaidi wanaozopewa wale walioamini, kwa wale walioamini na wakatenda amali njema. Wala yulaqaha illa as-sabirun, na hayo hawapewi isipokuwa wenye kusubiri. Sasa Qaruni lilimfikia balaa, baada ya kufikwa na balaa ndio watu wakazinduka. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. Allah singetuneemesha na sisi basi na sisi tungeangamia, angetuangamiza na kutudidimiza katika ardhi kama alivyomdidimiza Qarun. Baada ya kuona matokeo ndio wao wanazinduka. Lakini walipoa ilmu, walipotazama tu jambo kana huu ni mtihani, hamna kitu hapa, na hapa panaonyesha fadhila ya ilmu. Kwa hiyo wewe usitazame mambo kwa mtazamo wako wa kidunia tu, mtazamo wako wa kitamaa tu, hujui masaibu na afati zilizomo ndani ya kile kinachomsibu yule aliyepewa mali. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin. Naam. Kwa hiyo al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala anaizungumzia simfi hii ya watu ambao kazi yao ni kukodolea macho neema za watu wengine walizopewa na kuona kwamba watu wamefanikiwa, kama vile walivyosema wale watu waliomuona Qarun, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Lakini kitu kingine alichokizungumzia Ibn al-Jawzi na jana pia tulikitaja, anasema kwamba yeye ameweka kichwa cha habari anasema a'udhu billahi min suhbati al-battalin, namtaka hifadhi Allah anilinde na kusuhubiana na watu wavivu. Akataja maneno ambayo jana sikuyataja, mwanzo akafungua maneno yake akasema laqad ra'aytu khalqan kathiran
يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة ويسمون ذلك التردد خدمة. nimewaona watu wengi wananikokota pamoja na mimi katika yale ambao wamewazoea watu ambao ni wingi wa kutembelea watu, kufanya ziara, mara kaja huyu mara katoka, na hayo ya kuingia na kutoka wanaita kama ndio khidma. ويطيلون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس, wanarefusha kukaa na wanayaleta maneno ya watu wama la yani, na yale ambayo hayawahusu. Wayatakhallaluhu ghiba, na katikati panaingiliwa na mambo ya kusengenya. Wa hadha shay'un yaf'aluhu fi zamanina kathirun minan nas, mambo haya katika wakati wetu wanayafanya watu wengi sana. Wa rubbama talabahu almazur, na huenda yule mwenye kutembelewa akayataka, akapiga simu, "Uko wapi?" "Njoo bwana." Ataka watu waje wamtembelee, watashawqa ilayhi, na pengine akapata shauku katika hilo. Wastauhasha min alwahda, akasikia simanzi, akasikia kivumbu kile na kisimanzi kwa sababu ya upweke, kwa ataka watu. Akaeleza aliyoeleza, lakini pia anasema ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة. mimi nimewashuhudia watu wengi, viumbe wengi, watu wengi nimewashuhudia, makundi ya watu hawajui nini maana ya maisha. Wapo tu lakini hawajui nini maana ya maisha. faminhum man qad aghnahu Allah yani at-takassub bikathrati mali, wapo miongoni mwao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtosheleza yeye, amemtajirisha yeye, amemtosheleza na kutafuta na kuhangaika. Kuna watu wanahangaika asubuhi atoke akahangaike mpaka jioni ndio apate kitu apeleke nyumbani watu wale. Kama hakutoka basi siku hiyo ni siku ya taabu, mpaka atoke akaangalie kibarua, akaangalie watu wako namna hiyo. Sasa huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemtosheleza na hilo. Huyu mpaka atoke ndio kibaruani, akifika pale asaini kwamba kahudhuria, alikuwepo, na wakati wa kutoka atasaini kwamba katoka. Siku hizi wanabonyeza tu pap, unaonyesha kwamba umeingia saa ngapi, button tu. Muda ukiinga muone mudiri, kamuone mkurugenzi, kamuone manager, umechelewa, na uruhusi kutoka kabla ya wakati. Hata ukiwa na jambo kubwa la dharura, basi lazima ukaombe ruhusa, kamombe ruhusa mtu fulani. Huwezi kuondoka hivi alafu tutaangalia jambo lako. Nataka kwenda kumsalimia mzazi, wasubiri, andika barua, tutakujibu kwamba yeye anatumikia watu, sio? Sasa kuna watu wanaishi namna hiyo, lakini kuna watu Allah amewatosheleza na hilo, maisha yao yako huru. Allah amewatosheleza na kuhangaika kutumikia watu. Qad aghnahu Allahu 'ani at-takassub bikathrati malihi, kwa sababu ya wingi wa mali yake. Fahuwa yaqudu fi suq akthara an-nahar. Sasa mtu kama huyo utamwona amekaa sokoni mchana mwingi, amekaa anakusudia mahali penye mkusanyiko wa watu kama sokoni, barabarani, aangalia kila apitaye pale. Wayanzuru ila an-nas, na angalia watu. Wakam tamuru bihi min afatin wa munkar, ni maafa mangapi na munkari ngapi zinampitia pale. Wa minhum man yakhlu bi la'bi ash-shatranj, kuna katika wao anaikaa faragha, akakaa kwa ajili ya kucheza dhumna, drafti, mwingine carom, pool table, mwingine anacheza game tu kwenye simu yake, yeye yuko kwenye game tu basi, kwa sababu hana kazi, ni batal, amekaa tu ameboteka, kazi yake ni kucheza game. Na michezo mingine mingi tu imeingia sasa hivi, mhitaji sio. Lakini watu utakuta wamekaa hivyo. Na wengine si kukaa barabarani, kwa nyumbani kwake, kwenye sitting room au wapi, kaeka screen yake pale, kwa kazi yake kuangalia katuni tu. Akae pale, muda umeenda, angalia tu, au angalia tamthilia tu. Kitoka hii na kuja hii, kitoka ile na kuja ile, au basi anapoteza muda wake katika namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala amemtajirisha, kwa maana amemtosheleza
na mahitaji yake, ikawa si lazima atoke akatafute ahangaike, lakini yeye anashughulishwa na vitu visivyo na maana. ومنهم من يقطع الزمان بذكر الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص ila ghairi dhalik. Na kuna katika wao ambaye muda wake wote anaumaliza kwenye kutaja matukio. Umesikia Ukraine huko? Umesikia Venezuela? Umesikia basi matukio mara huku mara kule mara kule. Kazi yake ni hiyo, na kuwataja watawala wamefanya hivi, wamefanya vile, taja gharama na ughali wa maisha, mafuta yamepanda, sio unajua maharage bei gani sasa hivi, unajua hivi, basi bwana kutaja na urahisi wa vitu. Kila akikaa mazungumzo yake yako katika aina hiyo. Kuna watu wako hivyo, lakini pia angesema kuna watu wamekusanya yote haya, anatanawa tu, akitoka hapa anakwenda hapa, akitoka hapa anakwenda hapa. Hawajui watu hawa nini maana ya maisha, ndio maana wanaishi namna hiyo. Anasema fa'alimtu anna Allah ta'ala lam yutli' ala sharaf al-umri wa ma'rifati qadri awqati al-afiya illa man waffaqahu. Allahu akbar. Asema mimi nikajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakumuonyesha utukufu wa umri na kutambua nafasi ya wakati wa afya isipokuwa yule aliyemwafikisha, alimpa tawfiq wa alhamahu igtinama dhalik, na akampa ilham ya kuitumia fursa ya hilo. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, hayo hapewi isipokuwa yule mwenye fungu na bahati kubwa kabisa, kwamba mimi wakati wangu ni utumie vipi, umri wangu ni umalizie vipi. Hii afya nilionayo leo ya kuweza kufanya hiki, naona, nasikia vizuri, naweza kutembea, naweza kwenda huku nikarudi bila msaada wa mtu yoyote, siumi mahali popote, kwamba nikitaka kulala lazima nimeze dawa, nikitaka kula lazima nimeze dawa, nikitaka kufanya hivi basi yeye anaishi kwa madawa. Huyu kwenye siha na afya na wakati wa afya hajui autumie vipi. Nimegundua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamuonyeshi mtu utukufu wa umri, na amuonyeshi kadhalika nafasi na ukubwa wa nyakati za afya isipokuwa yule aliambaye amemwafikisha. Ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kila mtu amejaliwa hilo. Ni jambo kubwa kabisa, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yulaqaha illa dhu hadhin adhim, kama ilivyokuja katika Fussilat. Sasa kitu kingine ambacho nilisema nitakiongezea leo ni maneno Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala alipoweka fasl baada ya maneno haya tu niliyotangulia kuyasema. Asema fasl ra'aytu min ar-ra'i al-qawim anna naf'a at-tasanif akthar min naf'i at-ta'lim bil mushafaha. Hapa nazungumza na wasomi sasa, matulabi al-ilm. Asema mimi nimegundua, nimeona kutokana na rai ya sawasawa kwamba manufaa ya kuandika ni makubwa zaidi kuliko manufaa ya kusomesha watu mdomo kwa mdomo. Asema lianni ushafihu fi umri adadan min almutaallimin, kwa sababu mimi katika umri wangu naweza kuzungumza na idadi fulani katika watu wanaotaka kujifunza. Wa ushafihu bitasnifi khalqan la yuhsa, lakini kwa uandishi wangu ninaweza kuzungumza na viumbe wengi wasiodhibitiwa kwa idadi. Ma khuliqu ba'du, na wengine bado hawajazaliwa, hawajaumbwa. Wa dalilu hadha anna intifaa an-nas bi tasanif al-mutaqaddimin akthar min intifaa'ihim bima yastafidunahu min mashaikhihim. Dalili ya hili, wa dalilu hadha, na ushahidi na dalili ya hili ni kwamba watu kunufaika na tungo za wanawazuoni waliotangulia ni kukubwa zaidi kuliko wanavyonufaika na vile wanavyopata faida kutoka kwa mashekhe zao. Pia kwa shekhe ukasoma akakufungulia tu milango kadhaa, lakini yale ambayo utakayopata faida kwa kusoma vitabu vya waliotangulia
kubwa sana, kubwa, manufaa yake ni makubwa. Angalia yaliyoandikwa na wanawazuoni kama al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim. Hebu fuatilia wanafunzi wake kwamba wameweka athari gani katika mujtama, alafu angalia utunzi wake, athari yake imekwenda kwa muda gani. hivyo hivyo Muslim, al-Imam Abu Daud, al-Imam at-Tirmidhi, al-Imam an-Nasa'i, al-Imam Ibn Majah, al-Imam Ahmad, al-Imam ash-Shafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa rahimahumullahu ta'ala, na wengine waliobakia katika ulama wa Kiislamu. Sasa sema fayambaghi lil'alim an yatawaffara ala at-tasnif in wuffiqa lit-tasnif al-mufid. Inatakikana kwa mtu msomi kufanya kwa wingi kule kuandika, akiwa amewafikishwa kule kuandika kwenye faida. Fa innahu laysa kullu man sannafa sannaf, kwa sababu si kila aliyetunga ametunga au kila aliyeandika ameandika yenye maana. Walaysa almaqsudu jam'a shay'in kayfa kan, na makusudio sio kukusanya kitu chochote kile kitakavyokuwa. Wa inma hiya asrarun yutli'u Allahu azza wa jalla 'alayha man sha'a min ibadihi. Uandishi ni siri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humuonyesha anayemtaka katika waja wake, wa yuwaffiquhu likashfiha, na akampa tawfiki ya kuzifunua zile siri. Fajamaa ma furriq, akayakusanya yale yaliyotawanywa. Au yurattibu ma shuttit, au akayapangilia yaliyokatwakatwa yaliyogawanywa. Au yashrah ma uhmil, au anayafafanua na kuyasherehesha yale yaliyoachwa ikawa hayakushereheshwa na anahitajia kushereheshwa. Hadha huwa at-tasnif al-mufid, huu ndio utunzi wenye kuleta faida. Sasa anasema katika ushauri, inatakikana mtu kutumia fursa ya katikati ya umri, lianna awail al-umri zamanu talab, kwa sababu ile sehemu za mwanzo za umri ni wakati wa kutafuta. Umri wako lazima uugawe, kuna wakati wa kutafuta ilmu, kusanya. Zamanu al-jam'i wat-taqmish, ni wakati wa kusanya tu, wewe kusanya tu. Wa akhiruhu kalalu al-hawas, na mwisho wa umri ni kuchoka zile hisia, viungo vya hisia, yani macho, masikio, kunusa na vitu kama. Lakini macho, masikio, usikii vizuri, uone vizuri, hata kushika huna nguvu ya kushika. Kama ni kalamu huwezi kuandika vizuri. Kama ulikuwa una nguvu ya kuandika peji 100, 120 kwa siku, sasa hivi kiandika peji 3 asikia bega la uma, mgongo wa uma, mara kiuno, usimama hivi huwezi tena, mara miguu ya vimba. Umri. Kwa hiyo mwisho wa umri ni kalalul hawas. Wa rubbama khana alfahm wal aql man qaddara umrah, na huenda pia ikamfanyia khiana ile fahamu na akili kwa yule ambaye ameukadiria umri wake. Wa inma yakunu taqdiru ala al-aadat al-ghaliba, taqdiri, mpangilio na makisio huenda kwenye zile ada ambazo ni aghlab, lianahu la ya'lamu al-ghaib, kwa sababu mtu hajui ghaibu. Fayakunu zamanu at-talabi wal-hifdhi wat-tashaghul ila al-40, kwa inakuwa wakati wa kutafuta ilmu na kuhifadhi na kujishughulisha inakwenda mpaka umri wa miaka 40. Wewe una mingapi? Ushafanya nini na umefika wapi? Thumma yabtadi ba'da al-40 bitasnif wat-ta'lim, kisha baada ya miaka 40 ndio anaanza kuandika, ataanza kufundisha kile anachokiandika na mengineyo katika mambo ya ilmu. Anakupangia wakati na umri, lakini kuna wakati watakiwa wewe utoe bidii ya kukusanya ilmu, ya kukusanya fawaid. Hadha idha kana qad balagha ma yuridu min al-jam'i wal-hifdh, hii hali ni pale atakapokuwa ameshafikia kukikusanya kile anachokitaka, amefikia kwenye kile anachokitaka cha kukusanya na kuhifadhi. Wa u'ina ala tahsil al-matalib, na akawa amesaidiwa huyu kwenye kuyapata matlaba yake. Fa amma idha qallat al-alat 'indahu min al-kutub au kana fi awwal 'umrihi dha'ifa at-talab, ama yule ambaye zile ala zake na zana zake
ni chache, zimekuwa chache kwake yeye katika vitabu, au mwanzoni mwa umri wake alikuwa ni dhaifu katika kutafuta elimu, mara ingia mara atoka, mara kasoma hivi muda mrefu. Kuna wanafunzi wako namna hiyo, tukuta muda mrefu hana chochote alichokivuna, umri umekatika, Qur'ani hajamaliza, au kama ni vitabu kama ni fiqh bado hajajua, nahwu hajajua, yeye na julumia na yeye, au mutammim hajui chochote, bado umri wakatika, hajulikana atafuta nini. Watu wenda warudi, yeye bado yuko pale pale, miaka yakatika, sogea kidogo, hata yeye mwenyewe pia hajioni kama kasogea, dhaifu talab. Kuna watu wako namna hiyo. Sasa wewe usiwe katika hao, ishi kwa malengo na kimkakati, kwamba nataka nikate shauti hii kwa muda wa miaka kadhaa niwe nimeshapiga hatua mpaka hapa. Sasa yule ambaye iko hivyo, falam yanal ma yuriduhu fi hadha alawan, akawa hakupata alichokikusudia katika muda huu, akhara at-tasanif ila tamami 50 sana, atachelewesha masala ya utunzi mpaka afikie miaka 50. ثم ابتدع بعد 50 في التصنيف والتعليم إلى رأس 60. kisha ataanza baada ya miaka 50 kutunga na kusomesha mpaka afikie mwisho wa miaka 60. ثم يزيد فيما بعد 60 في التعليم, baada ya miaka 60 azidishe kufundisha. ويسمع الحديث والعلم, au asikizishe watu ilmu hadithi na ilmu. ويعلل التصانيف إلى أن يقع فهم إلى رأس 70. فإذا جاوز 70 جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل. hapa anasema atakwenda mpaka atakapovuka sasa kufika miaka 70. Akivuka hapo basi itakuwa alikuwa aghlab kwake sasa aanze kuikumbuka akhira, mawazo yake yote yawe ni kuwaza akhira na kujiandaa na safari. Yeye ni msafiri, yeye katika al-khatul ahmar, pana mstari mwekundu pale, wakati wote anaondoka hapa katika ulimwengu. Fayuwaffiru nafsahu ala nafsihi illa min ta'libi yahtasibuhu, huyo ataizidishia nafsi yake kwa maslahi ya juu ya nafsi yake, isipokuwa kufundisha ambako yeye anatarajia thawabu, au tasnifi yaftakiru ilayhi, au kutunga ambako anakuhitajia, au yuftakaru ilayhi, kutunga ambako kunahitajiwa. Falidhalika ashrafu al-udad lil-akhirah, na hayo ndio mambo maandalizi matukufu mazuri zaidi kwa ajili ya akhira. Lakini asema iwe juhudi yake tamdhifi nafsi, shafika miaka 70, juhudi iwe ni kwenye kuitakasa nafsi, sasa kuisafisha. Wa tahdhibi khilalihi wal mubalagha fi istidhkari zallatihi, na kutakasa zile tabia zake na kufanya mubalagha na kuzidisha katika kukumbuka makosa yake. Kumbuka makosa yako yote. Fa in ikhtutifa fi khilali ma dhakarna faniyatul mu'min khairun min amali, akinyakuliwa huyu katikati ya kile tulichokitaja, basi nia ya mu'min ni bora zaidi kuliko amali yake. Wa in balagha ila hadhihi almanazil faqad bayyana ma yasluhu likulli manzil, na kama akifikia kwenye daraja hizi, kwenye nyakati hizi na manazili hizi, basi sisi tushabainisha kile ambacho kitamfaa katika kila marhala, kwamba hapa utakiwa ufanye hivi, hapa ufanye hivi. وقال سفيان, وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. سفيان الثوري ana maneno yasema, mtu yoyote ambaye amefikia umri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi na ajiandalie sanda, ajiandalie kafani yake. وقد بلغ جماعة من العلماء 77 سنة منهم ابن أحمد بن حنبل. kuna kundi la wanawazuoni limefikia umri wa miaka 77 kama Imam Ahmad bin Hanbal. fa in balaghaha falyalam annahu ala shafiri alqabr, mtu akifikia katika umri huo ajue kwamba yuko katika ukingo wa kaburi. wa anna kulla yawmin yati ba'daha mustataraf. akaeleza aliyoeleza rahimahullahu ta'ala, asema: wa ba'du faman tawallahu Allahu 'allama wa man aradahu alhama, nas'alu Allah ta'ala yun'ima alayna bi an yatawallana wa la yatawalla 'anna innahu qaribun mujib. kuna mambo mengi ya kifaida ambayo
tunatakiwa sisi tuyafahamu. Lakini mushkila uliopo ni yale ambayo pia tumeyasema jana, yarudia naendelea kidogo ili kukamilisha, kwa sababu sitaki kuacha ile niliyosema jana katika maneno ya Ibn Jauzi, pamoja na kwamba sitayaleta katika lugha ile niliyoleta jana. Yeye ameshaweka muongozo huu wa umri wako unaotumia vipi kutafuta ilmu na kujitengeneza na kujijenga, ili ufike mahali sasa uanze kutumikia umma, kwa sababu kutumikia umma kwa ilmu ni jambo halina mfano katika ajr halina mfano. Utafanya ibada gani wewe italingana na ilmu. Sawa? Sasa ajabu mtu anayekimbia, na ndio njia rahisi kwenda katika aljanna. Kwa nini? Kwa sababu faida ya ilmu ni mutaaddi au mutaaddiyatun. Faida yake ni yenye kupetuka kwa watu wengine. Umemfundisha huyu, umemfundisha yule, umemfundisha yule, thawabu zinaendelea, hazisimami. Sasa umri wako huo utakiwa uutumie vizuri. Sasa yeye anaeleza namna watu walivyofanikiwa na namna watu waliopata hasara. Yeye anasema walaqad ta'ammaltu nafsi bilidafati ila ashirati alladhina anfaqu a'marahum fi iktisabi ad-dunya. Mimi nimeizingatia nafsi yangu kwa kuzingatia familia yangu. Nimeitazama mimi mwenyewe kwa kuzingatia familia yangu. Na wewe ndivyo utakiwa uangalie. Waangalie watu katika familia yako, upande wa baba, upande wa mama, watazame ndugu zako wote wale alladhina anfaqu a'marahum fi iktisabi ad-dunya, ambao wao wameumaliza umri wao, wameutoa umri wao wote katika kutafuta dunia. Watazame hawa. Wa anfaqtu zamana as-sabwa wash-shabab fi talab al-ilm, mimi nikawa wakati wangu nimeutumia katika kipindi cha utoto na ujana kwenye kutafuta ilmu. Faraaituni lam yafutni mimma naluhu, mimi nikajiona kuwa hakuna kilichonipita katika yale waliyopata wao. Mimi sijapitwa, bali kuna mambo wameyapata, lao ningeyapata mimi ningejuta. Lakini wao hakuna kitu cha maana walichokipata, kwamba sasa hiki wamekipata mimi sina, ambacho mimi natamani na mimi ningekuwa nacho. Hamna kitu hicho. Thumma ta'ammaltu hali, kisha mimi nikaizingatia hali yangu, nikaitazama hali yangu. Fa idha aishi fi dunya ajwadu min aishihim, ikawa maisha yangu hapa duniani ni mazuri zaidi kuliko maisha yao. Maisha yangu kwenye mpangilio mzuri wa kumwabudu Allah, mpangilio mzuri wa kuamiliana na watu, mpangilio mzuri wa kuongeza maisha, kuongeza maarifa. Hata yale maisha namna ya kuishi pia nijue naishi vipi, nitakula vipi, nitavaa vipi. Unajua kuna watu wana mali lakini hawajui kuvaa, mashamba yani, lakini ana mali kweli kweli, mpaka kwamba watu hawavai hivyo, kavaa tu mara kavaa hiki yani ovyo ovyo tu, hajui kuvaa. Maskini kimtazama wanado maskini wallahi, kula hajui, waona maskara hakika kabisa. Kwa mali yake haikumsaidia, hajui. Na mwingine hana muda wa huko kuvaa, wakati wote yuko mbioni kwenye kutafuta, anakwenda kutumia akhira yeye, hataki kutumia hapa duniani. Asema pia nikaona wajahi baina an-nasi a'la min jahihim, cheo changu na utukufu wangu hapa duniani, cheo changu kiko juu zaidi kuliko cheo chao. Wama niltuhu min ma'rifati al-ilmi la yuqawam, na kile nilichokipata katika kuijua ilmu hakina mpinzani. Ibn Jauzi anasema hivi. Sasa wewe zingatie familia yako, lakini mwenzako aliekeza fikra zake, maisha yake, wakati wake katika wakati wa utoto na ujana kwenye ilmu. Allah akikupa umri wewe na wale qurana wako, mahirimu wako, marafiki zako, watu wa umri wako, kila mmoja yule ajishughulisha, amekuwa fundi, kazi yake kujenga, yule fundi kazi yake kushona, yule fundi kazi yake kutengeneza magari, yule fundi kazi yake kadha, yule kaajiriwa, yule kadha, yule daktari, yule mwalimu, yule kadha, yule engineer.
alafu wewe simama katika jambo la elimu kiukweli, alafu msubiri mfike miaka 60, mbali sana, lakini mfikiri miaka 60. Ni vitu vile tofauti. Nyie hamuelewi sasa hivi, lakini nyie chukueni maneno haya kile akiba. Yule ambaye Allah atampa umri, basi ajilinganishe na wale wenzake, alafu wewe tumikie ilmu, alafu uone ni nani atakayekuwa na sharaf. Miaka 60 mingi, 40, 50 utaona. Lakini wewe simama kwenye ilmu lillah rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, alafu yule asimame katika ufundi wake lillahi rabbil alamin. Sawa, isiwe kwa ajili ya dunia tu, lillahi rabbil alamin. Hawezi kukupata, sikwambia akiwa kidunia zaidi. Vyo vyote atakavyovipata, alipita huku akawa hivi akawa vile, alipata cheo hiki alafu akahudumikia huku akahudumikia kule, akapata mali hii, alimiliki gari ile. Lakini wewe umeitumikia ilmu lillahi rabbil alamin kiukweli, na elimu ulipoitafuta uliipata, hawezi kulingana sawa. Kwa hiyo ndio nasema hawezi kulingana sawa. Ndio Qur'ani inavyosema, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Mfahamu? kisha asema laqad kuntu fi halawati talabi lililm alqa min ash-shada'id ma huwa indi ahla min al-asal liajli ma atlubu wa arju. Nilikuwa mimi niko katika ile halawa na utamu wa kutafuta kwangu ilmu, ninakutana na shida ambazo kwangu mimi zilikuwa ni tamu kuliko asali, kwa ajili ya kile ninachokitafuta na ninachokitarajia. Sasa leo wewe kidogo tu wajua mimi sasa napata tabu kula kwenye iko shida, huyo waacha kusoma kwa sababu ya kula, waacha kusoma kwa sababu umeudhiwa. Mahrum anta, mahrum, wewe umenyimwa khairi. Kwa hiyo maneno haya yanatufundisha mambo mengi sana katika maisha, lakini mwisho wa yote kabisa utukufu uko kwenye yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyawekea kuwa ni matukufu. Wewe zingatia hilo. Utukufu wa kweli uko kwenye yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehesabu kuwa ni matukufu. Watu wayaingie mambo yale kwa nguvu kabisa. Tusipoteze wakati wetu, tutajuta. Na ikiwa sisi tumepitwa na wakati miaka 20, miaka 30, yani umri umetupita kwenye ilmu kwa miaka 30 kwa sababu tulicheza, umri ulikwenda, tusikubali kuharibia mustakbali wa watoto wetu na ndugu zetu na jamaa zetu. Usikubali kabisa. Kama wewe wazazi wako walikupotezea muda kwa kuwa hawakufahamu, Allah hakuwawafikisha katika hilo, na wewe mpaka kuja kujitambua tayari ushakomaa, mbi zishakuzunguka, ndio wajitambua, kumbe natakiwa nifanye hivi, ningefanya hivi hapo kabla. Ndio umekuja kujitambua hapo. Sasa ikiwa wewe umekuja kujitambua hapo, basi mtoto wako usimcheleweshee hilo. Lakini na wewe pia nafasi unayo, hivyo hivyo kazana. Na maadamu umeshafika umri huo na umechelewa, chapa mwendo wa mtu aliyechelewa, usifanye mchezo tena, kazana. Na Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala na maneno yake kwamba sisi sio lazima tufike, muhimu sisi tufe tukiwa katika njia, tuko njiani tunakwenda, ndio muhimu, kwa sababu niyatul mu'min khairun min amali. Wewe sio kwenye nia na njia, wakazana, watoa juhudi, pambana sasa ufe katika njia hiyo. Sio lazima ufike, fursa unayo. Sasa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewajalia, amewapa mali, wametafuta na wakapoteza muda wao katika kulitafuta hilo, ilikuwa ndio wakati mzuri sasa wa kujisaidia wao na watoto wao na familia zao, kwamba sasa nyinyi ile pato pale litakuja hapo, wewe kaa usome dini, jifunze sasa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tayari unayo, mwezeshe na huyo.
Wengine sasa watu wote watasoma dini. Si watu wote watasoma dini. Wewe ukiangalia kwa ni watu wote wanasoma dini. Ziangalie zile familia zenye uwezo. Kuna watu wangapi wamewatoa wanasoma dini? Wangapi? Katika watoto wao na watu wao wako wangapi? Utakuta hakuna yote. Iko tayari kumfadhili mtoto wa mtu mwingine asome, lakini sio watoto wake. Mnaogopa nini? Kitu gani mnachokiogopa nyinyi? Lawama kwamba wajua yule akumsomesha dunia akamsomesha dini, kamdhulumu kabisa. Mwogopa lawama? Kwa kumsomesha mtoto wako dini akaijua vizuri, lawama kwamba ndio umempotezea. Wallahi hii ni hasara kubwa kabisa. Utakana mtu akae faragha alie nafsi yake. Inaonyesha kwamba mali ulionayo haina baraka na wewe. Chuma ulilonalo halina baraka na wewe, kwa sababu hukulitumia katika kutengeneza akhira yako. Mnaelewa jamaa? Maneno ni mengi sana na nitakuwa nimewasakama sana labda, lakini jitazameni. Mtu atakiwa ukae faragha, uililie nafsi yako, ujitazame na ziangalie familia, jitazame familia yako na watu wako. Watu wangapi umewasabilia kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Dini inataka watu, lakini leo dini yasimamiwa na mafakiri. Watoto wa kimaskini wa kifakiri hawaogopi ufakiri, wanasoma ilmu. Wewe una kila kitu waogopa ufakiri. Hofu gani hii? Khidhlani ya kiasi gani hiki? Waogopa njaa? Waogopa nini? Taibu asome, amemaliza, ameendelea. Sasa ndo mfadhili asome dini. Si mali ipo, hakuna njaa. Na pengine wewe baba yako amekufa, hakukuachia sunni, pengine amekuachia madeni katika familia, amewaachia madeni, hana kitu, alikuwa fakiri. Fa aghnaka Allah akakutajirisha, akakupa alichokupa. Kuligeuza jambo wajukuu wa huyo mzee kurudi kuwa mafakiri kama babu yao ni kitu cha kawaida tu. Wama dhalika ala Allah biaziz. Lakini Allah amekuneemesha wewe, amekufungulia. Tumia neema yako katika khairi. Mnanielewa? Sasa vijana msiogope kwenye maisha. Kuna maneno ya Ibn Jauzi ameyazungumza pia kuhusu maisha haya. Maana anasema mimi nimeona mashehe wengi wanajidhalilisha kwa watu wenye mali. Wanapoitwa kwenye vyakula utakuta mtu atia aibu, mpaka wale wenye mali wanawadharau wale mashehe. Kweli mtaweza kualikwa, bwana kuna mwaliko hapa, kuna harusi au kuna hiki, akienda pale kwenye meza kujipakulia, shekhe kajaza sahani limejaa tele, sahani ya kula watu 4 5, ala peke yake. Huku kaika kuku, huku kaika samaki, kule kaika nyama. Gani atakula kipi? Hata majuisi kaweka, hiyo pia weka, hii chai weka. Shekhe wajidhalilisha bwana. Kwa hiyo yule mtu akitazama ana njaa huyu bwana huyu. Kuna maneno ameyazungumza Ibn Jauzi ya muongozo katika hili. Msidhalilishe ilmu. Ilmu ni kitu ashraf. Umefahamu? Na mashaikh wengi wameumia hapo kwenye kula, kwenye mialiko. Wanasema sheikh, tunaomba muongozo kuhusu watu ambao wanawashawishi wanafunzi kuminyana katika kutafuta kipato. Hili jambo tutakuja kulizungumza kwa mujibu wa maelekezo ya Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Sawa? Tukisema maneno haya haina maana kwamba watu wakae tu wasome hakuna lolote. Kuna miongozo inatolewa na wanawazuoni katika jambo hili, kwa sababu wewe ni mtu, uchilia mbali kwa una mke na watoto au una wazazi na wengineo katika watu walio una masuhulia nao, wewe mwenyewe ni mtu, kuna mahitaji unahitaji, sio? Sasa lazima izza ya ilmu iwepo, kwa kuna miongozo katika hili. Lakini kwa ujumla sisi fikra zetu, akili zetu tuzikite kwenye suala la ilmu. Alafu zile shida za kawaida tu ambazo tuweze kuzivumilia tu, wanaume wanazivumilia, vumilia. Mbona wenzako wamevumilia wakaweza? Mnafahamu? Na wale wazazi walezi wenye familia zao, hebu ambao muda wao umewatupa kiasi fulani,
hebu wasiwapotezea watoto muda wao, wakawayumbisha, wakawatoa katika mstari, wawasimamie na wawafadhili katika ilmu, watakuja kuona faida yake hapa hapa duniani na huko akhera. Walifanya jambo hilo lillahi rabbil alamin. Lakini hasara kuwa Allah amekuruzuku watoto alafu wote hao katika njia ya ilmu, wote hata mmoja, hasara kubwa sana, kubwa kabisa, na hakuna wa kumlalamikia na kumlaumu, ni nafsi yako. Yatosha kwa leo. Subhanakallahumma bihamdika. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh, umegusia katika mazungumzo jambo muhimu sana katika masala ya tasnif au taalif, mambo ya uandishi. Kwa hakika uandishi una faida kama tulivyosikia katika maelezo uliyotoa, hasa kwa sababu manufaa yake yanawaenea watu wengi, bali huenda yakawaenea na mamilioni ya watu baada ya mtu hata kufariki. Sasa mimi nilikuwa naomba muongozo labda utupe, sababu kuna baadhi ya nyakati labda mtu anaweza ukaona maudhui hii inaweza ikawafaa awamu nasi, kafanya tarjama labda za fatwa za wanachuoni kuhusiana na jambo fulani, au maudhui fulani fupi kaandika jambo fulani ukalizungumzia kwa ikhtisari kwa lengo la kuwanufaisha awamu nasi, hasa wale ambao wanasoma lugha hii, lugha yetu ya Kiswahili. Sasa nilikuwa naomba labda muongozo katika jambo kama hili, na kwa watu ambao wanafanya hivi unawashauri vipi katika tulabul ilmi, kwa sababu kuna baadhi ya nyakati watu wanaweza wakawa wanafanya hivyo, wengine wanawakatisha wengine tamaa kwamba vijirisala kama hivi havina maana, wewe andika vitabu vikubwa, kama huwezi bora mtu uache. Kwa hiyo kwa naomba taujihi katika jambo kama hili kwa watu ambao wanafanya amali ya sampuli kama hiyo. Barakallahu fikum. Katika swala la tasnif, wanawazuoni wanakuwa wanatoa maelekezo, na maelekezo yenyewe yanamfanya mtu asikurupuke katika ile jambo. Kwa hiyo ni jambo la kimkakati na hatua mbalimbali. Mtu anatakiwa aanze kidogo kidogo. Kidogo kidogo vipi? Masaili yanapokuwa yametokezea katika masaili ya kifiqhi au masaili ya kiaqida au fawaidi mbalimbali, basi kila faida unaiandikia, unaifanyia bahthi kidogo. Kuna masala haya, kuna masala, unajitahidi kwenye kukusanya fawaidi kwenye masala hayo na kuyapangilia vizuri hivyo hivyo, lakini kwa ajili yako wewe mwenyewe. Uandika kwa ajili yako, unakwenda kidogo kidogo mpaka inafika wakati sasa yale ulikuwa unayakusanya unaweza kuyatanua, ukaongeza hiki, ukaongeza hiki, ukaongeza hiki. Mara utajikuta ule uwezo, kwa sababu sasa hivi unaona kama unaweza kuandika, lakini kaa miaka 5 afu soma kile ulichokiandika, utaona kwamba nimeandika upuzi. Unafahamu? Ndivyo ilivyo. Kwa kile unavyozidi kukua kimaarifa na kiilmu, ndivyo unaona unakidharau kile kilichotangulia. Sasa ukifika umri sasa kwamba sasa zile alati zimekamilika na ilmu na maarifa, kuandika ni bora. Andika kile ulichokikusanya, ndio utakuwa ushapata uzoefu. Lakini kurupuka na kuanza kuandika maudhui kubwa kubwa au mambo mbalimbali, na uwezo huo bado, ashauriwi mtu kufanya hivyo. Soma kwanza, ama kuandika kwa yale faida zako wewe sasa ni bora. Alafu utakuwa ujicheka mwenyewe, hapa kumbe niliandika hivi, hapa nilitakiwa niandike hiki, hapa nilitakiwa kuandika hivi. Sasa ni mambo ya kujizoesha. Wacha kujizoesha tu, pia yataka iwe na khalifia ya kiilmu na sio jambo la kukurupuka, kwa sababu unataka jambo libaki katika umri wako, ni mirathi wewe irithisha baada ya kuondoka. Sasa kisiwe ni kituko. Na ndio maana wanawazuoni waliotangulia walikuwa na kurasati zao, mtu anaandika zake mwenyewe tu,
baadaye anaona kwamba kuna faida katika ile, watu wanamuhimiza basi toa kitabu, anakaa na kihariri, anafanya tahdhibu vizuri, kisha ikiwezekana wakati mwingine ukipitia akasomesha akarekebisha, baadaye akaandika, baadaye akaamua kukitoa. Ninyi mwajua historia za wanazuoni namna walivyoandika vitabu vyao. Sawa. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala inasemekana ameandika Sahih al-Bukhari kwa miaka mingapi? Miaka 19 au 18. Tena ameandika Raudha, akikaa Raudha pale Madina ni msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila hadithi anataka kuiandika na swali rakaa mbili. Swali rakaa mbili, hii niandike nisiandike, swali rakaa mbili, astaghfirullah, kisha anaandika. Wewe wakurupuka tu, umeingia chumbani uandike utotolea. Tulia. Wewe weka mipango na utaratibu na taratibu, lakini jizoesha wewe kwenye kuandika. Fanya hivyo lifanye ni jambo la kiumri. Mnaelewa? Na ndio maana tungo za watu wengi au uandishi wa watu wengi kwa hauna faida. Mtu akakurupuka kaandika, hata yeye mwenyewe akija kusoma kumbe kwa hamna faida yote. Lakini kiandika na ilmu imekamilika, ilmu iko sawa, lillahi alhamdu, umetendea haki. Hivyo itakapokuwa bado kutakuwa na mapungufu ya kibinadamu kwa sababu anta bashar. Lakini ma kana lillahi kana baqiya. Kile ambacho kimewekwa kwa ajili ya Allah kitaendelea kubaki. Na kile kilichowekwa kwa ajili ya kutafuta sifa na mengine kitaondoka. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard. Kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Amma az-zabad, mapovu yani yataondoka hali ya yenye kukauka, na yale yanayonufaisha watu yanabakia kwenye ardhi. Hivyo ndivyo Allah anavyowapigia watu mifano. Kwa kitu chochote kile ambacho hakina msingi imara wa tauhid, msingi imara wa ikhlas, kitapeperuka tu hicho. Kwa ikhlas ipo na ilmu. Sasa mimi nimeandika kwa ikhlas kabisa, lakini ilmu ipo, kuna faida. Kwa ni jambo la kujizoesha hatua baada ya hatua, jizoeshe, andika fawaidi zako. Kisha baadaye kaa uhariri, uangalie watu wanavyoandika, waandikaje, taratibu ukoje. Mnifahamu? Lakini kukurupuka sio jambo zuri. Hilo ndio ambalo naweza kulinasihi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jamaa, maneno ni mengi na tunahitajia miongozo mingi katika jambo letu hili la ilmu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuweze kusimamia misingi hii ambayo tunaelekezwa na wanawazuoni, tupate khairi za dunia na khairi za akhira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hilo jambo kubwa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha